Tasfida. Je, wajua tasfida ni nini? Hujambo na karibu Teachkrest, mimi na wako Viki Rubo. Leo hii tunataka tujifunze kuhusu mbinu inayotumika katika fasihi na matumizi tu ya kawaida kwa jina tasfida. Tasfida linatokana na jina tasfidi, yani kuficha. Hivyo tutapata kwamba tasfida ni maneno ya adabu ambayo hutumiwa kupunguza ukali wa maneno fulani. Kwa mfano, mama aliye na mimba tutasema ni mama mjamzito. Ikumbukwe kuwa tasfida kwa Kiingereza huitwa euphemism. Kwa mfano, mtu akifa, the person dies. Don't say she died, we say she kicked the bucket, okay? So that is euphemism. You're trying to hide strong words so that they don't hold a really strong meaning. Pia ukiangalia katika lugha zetu za kawaida ama lugha zetu za kwanza, kama mimi nazungumza lugha ya Ekeusi, mtu ambaye ana mimba au huyo mama mjamzito, a pregnant mom, and we say an expectant mother in English. Kwa Kikisii tutasema aiwa maternity. Badala ya kusema kuwa are morito. Yeah. So we say aiwa maternity. Then kujifungua ni tasfida kwa maana ya kuzaa. Kwa Kikisii hatutasema oivoire, nasema wikire umote, ogonkiri and stuff. So give birth, lactating. Yeah. Then choo. Hatutasema choo, tunasema msalani, nimeenda msalani. Tafadhali mwalimu, naomba niende msalani. Excuse me teacher, I want to go to the washroom. You don't say latrines, yeah. Washroom, restroom, you see. Kwa Ekegusii tunasema kivara, sitasema choo. Haya. Tasfida nyingine utaona ni ukitaka kunya. Hatutasema kunya kwa sababu ina ukali mwingi. Tutasema naenda haja kubwa, nimeenda kujisaidia, labda haja kubwa. Na pia kwa Kikisii tutasema nachire gwekonya. Gwekonya. Aje nene usenge. Haja kubwa is, what goes through the anus, that is fecal waste, yeah. So in English it's to defecate. We don't even say mavi. We say in English feces, yeah, instead of saying human waste or stuff. Pia kwenda haja ndogo ni tasfida ya kukojoa au kutabawali, au kwenda pembeni. So kwa Kikisii sitasema kwa mfano mtoto alifanya nini? Alitabawali kitandani. Kwa Kikisii sitasema asinyorete gitanda. Instead, I will say aiterete amach alikojoa. So nitatumia neno alienda haja ndogo, bedwet or stuff. Kisha kuna tasfida ya kuhara. Wakati umeharibikiwa na tumbo alafu you have a running stomach. So tutasema ni kuendesha. Kuendesha. Kwa Kikisii tunasema minyoka. Badala ya wosa, minyoka ni tasfida ya kuendesha. Haya. Badala ya kusema matako, tunasema makalio. Kwa Kikisii tutasema chinyonga, nitasema maskunyuma and stuff. So itakuwa ni tasfida. Jambo lingine, sitasema aga dunia. Mtu anapotokwa na uhai, tunasema amekufa au amefariki. So kwa Kiingereza tunasema kick the bucket. Kwa Kiswahili tasfida yake itakuwa ni aga dunia. Haya, alafu unapompongeza mtu tunasema unampa mkono wa tahania.
Alafu unapotaka kutoa habari za kifo unasema nakupa mkono wa tanzia. Kwa Kikisii pia utapata kwamba kuna maneno mengine. Kwa mfano, badala ya kusema atindegetwe, tutasema ainetigwe. So itakuwa ni tasfida. Hadi wakati mwingine, nimekuwa na nahodha wako Vikerubo. Zidi kusubscribe, kushare na kulike hii video. Tafadhali, pia muweze kuacha maoni yenu kwenye comment section. Hapo kwenye hicho kikasha cha maoni. Ili tuweze kujifunza zaidi. Pia ningependa uweze kuandika angalau tasfida 2 unazozifahamu. Hadi wakati mwingine, kwaheri.